Vipi kama himaya kubwa zaidi duniani ingepigwa magoti? Sio kwa jeshi, sio kwa mfalme, bali kwa mchungaji mwenye fimbo. Hii sio tu hadithi ya kutoroka, hii ni hadithi ya utambulisho, ya ujasiri na ya nguvu ya Mungu inayovunja minyororo ya wanadamu. Hii ni hadithi ya Musa na ukombozi wa Israeli. Misri ilikuwa ustaarabu wenye nguvu zaidi katika ulimwengu wa kale. Piramidi kubwa, mahekalu ya dhahabu na majeshi yaliyotikisa mataifa. Lakini chini ya utukufu huo kulikuwa na mateso. Waisraeli, wazao wa Ibrahamu, Isaka na Yakobo, walikuwa wameongezeka sana huko Misri. Kilichoanza kama ukarimu katika siku za Yosefu kiligeuka kuwa hofu chini ya Farao mpya ambaye hakumkumbuka. Wao ni wengi sana, Farao alionya. Kama vita itatokea, wanaweza kuungana na maadui wetu. Hivyo mateso yakaanza. Waisraeli walitiwa utumwani, wakalazimishwa kufanya kazi ngumu, wakapigwa na kukandamizwa walipokuwa wakijenga miji ya Pithomu na Ramesesi. Hata hivyo, kadiri walivyokandamizwa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Hofu ya Farao iligeuka kuwa ukatili, akaamuru jambo la kutisha. Kila mtoto wa kiume wa Kiebrania alipaswa kutupwa katika mto Nile. Kizazi kililengwa kuangamizwa, lakini Mungu hakuwa amewasahau watu wake. Katikati ya hofu, mtoto alizaliwa. Mwanamke wa kabila la Walawi alimtazama mtoto wake wa kiume na kukataa kumtoa afe. Alimficha kwa miezi mitatu, na pale kuficha kulipokuwa haiwezekani tena, alimweka katika kikapu kilichopakwa lami na kukiweka kati ya majani ya mtoni. Sio kumtupa, bali kumkabidhi kwa Mungu. Binti ya Farao alikuja kuoga mtoni, akasikia kilio cha mtoto na kufungua kikapu. Huruma ikajaa moyoni mwake. Ingawa alijua ni mtoto wa Kiebrania, alichagua kumwokoa na kumpa jina Musa, aliyotolewa majini. Mto uliokusudiwa kuleta kifo ukawa mto wa wokovu. Musa alikulia katika jumba la Farao, akielimishwa katika hekima ya Wamisri, akivaa mavazi ya kifalme, akifundishwa kama mwana wa kifalme, lakini ndani yake alijua yeye ni nani. Siku moja alitoka kuwaona watu wake na akaona Misri akimpiga mtumwa Mwebrania. Kitu fulani kikawaka ndani yake. Akiangalia huku na kuona hakuna anayemtazama, alimshambulia Misri na kumuua. Lakini siku iliyofuata, alipokuwa akijaribu kuwatenganisha Waebrania wawili waliokuwa wakipigana, mmoja wao alisema, "Ni nani aliyekuweka kuwa mtawala na mwamuzi juu yetu? Je, unataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri?" Hofu ikamshika Musa. Siri yake ilijulikana. Farao akatafuta kumuua na yule mwana wa kifalme akawa mkimbizi. Alikimbilia jangwani Midiani. Miaka 40 ikapita. Kutoka mwana wa kifalme hadi upweke wa jangwani. Kutoka mwana wa kifalme hadi mchungaji. Wakati mwingine Mungu huondoa mtu katika raha ili kumwandaa kwa ukimya. Siku moja ya kawaida karibu na mlima Horebu ilibadilisha kila kitu. Musa akaona kichaka kinawaka moto lakini hakikuungua. Akakaribia kutazama na sauti ikaita, "Musa, Musa." "Hapa nipo," akajibu. "Musa, vua viatu vyako, kwa maana mahali unaposimama ni patakatifu." Ilikuwa sauti ya Mungu. "Nimeyaona mateso ya watu wangu huko Misri. Nimesikia kilio chao, najua uchungu wao, nami nimeshuka kuwaokoa." Kisha ikaja wito, "Sasa nenda, ninakutuma kwa Farao uwatoe watu wangu Misri." Musa akatetemeka, "Mimi ni nani hata niende?" Mungu akajibu, "Nitakuwa pamoja nawe." Ingawa Musa alilalamika kuwa si mwepesi wa kusema na akaomba atumiwe mtu mwingine, Mungu alimpa ishara na akamtuma ndugu yake Haruni kumsaidia. Mchungaji alikuwa anakuwa mkombozi. Akiwa na miaka 80, Musa alirudi Misri, si kwa jeshi, si kwa silaha, bali kwa fimbo na mamlaka ya Mungu. Alisimama mbele ya Farao na kusema, "Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi, waache watu wangu waende." Farao akadharau, "Ni nani huyo Bwana hata nimtii?" Badala ya kuwaachia, aliongeza mateso yao, akiwalazimisha kutengeneza matofali bila majani. Watu wakaugua, hata Musa akaanza kumuuliza Mungu maswali. Lakini Mungu alisema,
sasa utaona nitakachomtenda Farao. Kisha ukaanza mgongano usio na mfano, Mungu dhidi ya miungu ya Misri. Mto Nile ukageuka kuwa damu, vyura wakafunika nchi, chawa wakajaa angani, makundi ya inzi yakaja, mifugo ikafa, majipu yakatokea mwilini, mvua ya mawe na moto ikaanguka kutoka mbinguni, nzige wakala kilichobaki, giza likafunika Misri kwa siku 3. Hata hivyo, kila mara Farao aliifanya moyo wake kuwa mgumu. Hatimaye likaja onyo la mwisho. Usiku wa manane, kifo kingepita katika Misri na kila mzaliwa wa kwanza angekufa. Lakini Mungu akawapa maelekezo: watoe dhabihu mwana-kondoo asiye na doa, wapake damu yake kwenye miimo ya milango, na atakapoiona damu atapita juu ya nyumba hiyo. Usiku huo ukimya ukageuka kuwa vilio kote Misri, kuanzia jumba la Farao hadi nyumba ya chini kabisa. Huzuni ikajaa nchi, lakini katika nyumba zilizotiwa alama ya damu kulikuwa na ulinzi. Farao akavunjika na kuamuru waondoke. Baada ya miaka 400 ya utumwa, uhuru ulikuwa umefika. Maelfu ya watu wengi wakaondoka Misri, lakini kiburi cha Farao kikarudi tena. Akawafuata kwa magari ya vita, akiwazingira Waisraeli katika milima, bahari ya Shamu mbele yao na jeshi la Misri nyuma yao. Hofu ikaenea. Je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi Misri umetuletea kufa hapa? Walilia. Lakini Musa akasimama imara. Msihofu, simameni tu, muone wokovu wa Bwana. Mungu akamwamuru anyanyue fimbo yake, upepo ukavuma, bahari ikagawanya, kuta za maji zikainuka pande zote mbili, na Israeli wakapita katikati juu ya nchi kavu. Wamisri walipowafuata, maji yakarudi na kuwameza jeshi lote. Bahari iliyopunguka kwa ajili ya uhuru ilifunga juu ya uonevu. Himaya kubwa zaidi ilikuwa imeanguka. Upande wa pili wa bahari, taifa likazaliwa. Miriamu akaimba, matari yakalia, na huraha ikalipuka. Bwana ndiye nguvu zangu na wimbo wangu. Kutoka watumwa watu huru, kutoka kukata tamaa hadi hatima. Lakini safari haikuisha. Mungu wangewaongoza jangwani, wangewapa sheria na kuwafanya kuwa watu wake. Hadithi ya Musa si historia ya kale tu, ni hadithi ya ukombozi, ya Mungu anayesikia vilio, anayeona mateso, anayewainua viongozi wasiotarajiwa na anayevunja minyororo. Wakati mwingine bahari inaonekana haiwezekani, wakati mwingine Farao anaonekana hawezi kushindika, lakini Mungu yule yule aliyegawanya bahari bado anahamisha milima. Swali si kwamba Mungu anaweza kuokoa. Swali ni hili: je, tutamwamini tunaposimama kwenye ukingi wa bahari yetu ya Shamu? Hii ndiyo hadithi ya Musa na ukombozi wa Israeli.